Kupitia mkutano huu tunatarajia kuongeza uelewa na kuufahamisha umma kuhusu wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ambayo tunaita ADEM, majukumu yake, mchango wake katika kuimarisha uongozi na usimamizi wa elimu nchini, pamoja na fursa mbalimbali zinazopatikana kupitia programu na huduma tunazozitoa. ADEM ni taasisi inayofanya kazi na wizara mbili, yaani Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Hata hivyo, ADEM ni taasisi inayosimamiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. ADEM imejikita katika utekelezaji wa mipango na sera za serikali za kuimarisha ubora wa elimu nchini na kuhamasisha wadau mbalimbali kushiriki katika juhudi za kujenga mfumo wa elimu unaozingatia ufanisi, uwajibikaji, ubunifu na matumizi ya teknolojia. Ndugu waandishi wa habari, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika kuboresha miundombinu ya elimu, ikiwemo kukarabati shule kongwe, kujenga majengo mapya na shule mpya ambazo hazikuwepo awali. Mageuzi mengine yaliyofanyika ni pamoja na kuboresha sera ya elimu na mafunzo ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, mitaala iliyoboreshwa ya elimu ya awali, msingi, sekondari na ualimu, matumizi ya teknolojia katika kufundisha na kujifunza, kuongeza uwezo wa rasilimali watu katika sekta ya elimu kwa njia ya mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu. Mageuzi yote haya ambayo nimeyataja yanahitaji uongozi na usimamizi thabiti wa rasilimali na shughuli zinazotekelezwa kuanzia ngazi ya shule ili kupata matokeo chanya. Ndugu waandishi wa habari, historia fupi ya ADEM. Kabla ya kuanzishwa ADEM, chuo hiki kiliitwa Taasisi ya Mantep, ambayo kwa kirefu chake inaitwa Management Training for Educational Personnel. Taasisi hiyo ilianzishwa mwaka 1978. Taasisi ya Mantep ilijihusisha na utoaji wa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu ya muda mfupi na muda mrefu kwa viongozi na watendaji wa sekta ya elimu. Hapo awali, kabla ya mwaka 1978, Tanzania hapakuwepo na watendaji wa sekta, hapakuwepo na chuo kilichojihusisha na uongozi wa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu nchini. Na wakati huo viongozi na wasimamizi wa elimu walikuwa wanapelekwa chuo kimoja kiko kule Uingereza kinaitwa Morehouse ili kupata mafunzo hayo. Hata hivyo, gharama ya kuwasomesha watumishi hao nchini Uingereza ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba serikali, jinsi watumishi walivyokuwa wanaendelea, serikali ilikuwa inashindwa kuweza kuhimili gharama hizo. Kutokana na gharama kubwa na mahitaji ya wasimamizi wa elimu nchini kuongezeka, na kwa sababu ya kupanuka kwa sekta ya elimu, serikali iliamua kuanzisha taasisi ya Mantep, ambayo ndio hiyo ilianzishwa mwaka 1978 ili kutoa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu nchini. Hivyo Mantep ilisaidia kuongeza idadi ya viongozi na wasimamizi wa elimu waliopata mafunzo hayo ndani ya nchi. Sasa mwaka 95 serikali ilifanya maboresho katika utumishi wa umma kwa lengo la kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa jamii. Maboresho hayo yalifuatiwa na kupitishwa kwa sheria namba 30 iliyoanzisha wakala za serikali. Kufuatia sheria hiyo, mwaka 2001 Mantep ilibadilishwa kuwa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu, Agency for Development of Educational Management, ADEM. Hivyo wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM ulianzishwa rasmi tarehe 21 Agosti 2001 kwa sheria ya Bunge sura ya 245 kwa madhumuni ya kuboresha uongozi na uendeshaji wa elimu nchini kwa kutoa mafunzo ya uongozi na management ya elimu kwa viongozi mbalimbali wa elimu, kutoa ushauri wa kitaalamu na kufanya tafiti za kielimu ili kubaini mapungufu na changamoto katika management za shule, sekta ya elimu kwa ujumla, na kutoa mapendekezo namna sahihi ya kufanya utatuzi wa hizo changamoto. Na ADEM baada ya kuanzishwa kwake imeleta mafanikio makubwa kwenye sekta ya elimu, na ADEM imehudumia wadau wengi pamoja na viongozi wengi wanaofanya kazi katika sekta ya elimu toka kuanzishwa kwake mwaka 2001. Ndugu waandishi wa habari, dira ya wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ni kama ifuatavyo. Tunataka taasisi yetu kuwa ni kituo au taasisi yenye ubora uliotukuka kwa kutoa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu katika nyanja ya uongozi wa elimu ndani ya Tanzania
ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Dhima ya Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu ni kuinua kiwango cha ubora wa elimu kwa kuendesha mafunzo, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa viongozi wa elimu ili waweze kusimamia utoaji wa elimu. Makao makuu ya ADEM yapo Bagamoyo, mkoa wa Pwani, huku huduma zake zikisambazwa kupitia kampasi zake zilizopo kule Mbeya pamoja na Mwanza ili kusogeza huduma karibu na wadau wa elimu katika kanda mbalimbali za nchi. Kutokana na maendeleo ya sayansi, teknolojia na mabadiliko ya kijamii na kiuchumi, sekta ya elimu inahitaji viongozi wenye uwezo na kusimamia mabadiliko, kufanya maamuzi yanayotegemea ushahidi, evidence based, kutumia teknolojia na kuhakikisha taasisi za elimu zinatoa huduma bora kwa wananchi. Kwa maana hiyo, ADEM imepewa jukumu hilo muhimu la kujenga viongozi kwa kupitia mafunzo yanayozingatia mahitaji halisi ya sekta ya elimu. Kupitia program zake mbalimbali, ADEM imeendelea kuwajengea uwezo wakuu wa shule, walimu wakuu, maafisa elimu wa kata, halmashauri na mikoa, wadhibiti ubora wa shule, wakufunzi wa vyuo vya ualimu, vyuo vya maendeleo ya jamii, folk development colleges pamoja na viongozi wengine wa elimu nchini. Mafunzo yanayotolewa yanajikita katika kujenga umahiri wa utendaji katika maeneo yafuatayo: uongozi na utawala bora katika elimu, utafutaji na utunzaji wa rasilimali za shule zikiwemo fedha, vitu, miundombinu na majengo. Maeneo mengine ni namna bora ya uandaji wa mipango ya maendeleo ya shule, usimamizi wa utekelezaji wa mitaala ikiwemo ufundishaji na upimaji wa maendeleo ya mwanafunzi, matumizi ya tehama katika kuongoza shule na ufundishaji na ujifunzaji, ufuatiliaji, tathmini na ujifunzaji, udhibiti ubora wa shule, maadili ya utumishi wa umma na itifaki katika uongozi. Pamoja na hayo, viongozi wa elimu pia wanawezeshwa namna ya kufanya tafiti za kielimu, kutoa huduma ya ushauri na unasihi, huduma kwa mteja, matumizi ya mifumo ya utendaji kazi kupitia tehama, utunzaji wa takwimu za shule na udhibiti wa majanga katika maeneo ya shule. Lengo kuu ni kuhakikisha viongozi hawa wanakuwa na uwezo wa kusimamia rasilimali za umma kwa uwajibikaji, kuimarisha utawala bora, kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia na kuongeza ubora wa matokeo ya elimu nchini. Ndugu wanahabari, majukumu ya ADEM kwa mujibu wa mwongozo wa uendeshaji wa ADEM kifungu namba 415, ADEM ina majukumu makuu manne ambayo ni kama ifuatayo: kutoa mafunzo ya muda mrefu katika uongozi, usimamizi na utawala wa elimu, kutoa mafunzo ya muda mfupi na mafunzo endelevu kwa viongozi na watendaji wa sekta ya elimu, kufanya tafiti zinazochangia maboresho ya sekta, mifumo na usimamizi wa elimu, kutoa huduma za ushauri elekezi kwa taasisi za elimu na wadau mbalimbali, kuandaa na kuchapisha vitabu vya kitaaluma vinavyosaidia kuboresha uongozi na usimamizi wa elimu. Majukumu ya ADEM yanaakisi malengo ya kimataifa na kitaifa, kikanda ili kuzalisha wahitimu wenye maarifa na ujuzi unaoendana na mabadiliko na mahitaji katika sekta ya elimu. Kwa kuzingatia hilo, ADEM imejikita katika kutekeleza majukumu yake kwa kuangalia maono ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Lakini vile vile tunaangalia Educational Sector Development Plan ya Wizara ya Elimu mwaka 2025 mpaka 2030, lakini pia tunaangalia mpango mkakati ambao umetengenezwa na Wizara ya Elimu, Rolling Strategic Plan ya Wizara 2026 hadi 2031, pamoja na Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050. Hata hivyo, ADEM pia inazingatia utoaji wa elimu bora unaozingatia ujumuishi na hivyo kuakisi malengo mapana ya sera na ya kimataifa yaliyoainishwa na Sustainable Development Goal 2030, Continental Educational Strategy for Africa 2016 hadi 2025, lakini Agenda 2063 pamoja na SADC Vision 2035 na protocol nyingine za East African Protocol in Education, lakini SADC Educational Protocol across SADC region. Kimsingi, majukumu haya yameifanya ADEM kuwa taasisi ya kimkakati inayochangia moja kwa moja utekelezaji wa sera za serikali na mageuzi ya sekta ya elimu nchini na kimataifa. Ndugu wanahabari, programu za mafunzo zinazotolewa na ADEM. Mafunzo ya muda mrefu hutolewa kwa mfumo unaozingatiwa viwango vya kitaaluma na mahitaji ya soko la ajira. Programu hizi wajengea washiriki uwezo wa kitaaluma na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Programu hizo ni stashahada ya uongozi, usimamizi na utawala katika elimu, DELMA, stashahada ya udhibiti ubora wa shule, DSQA,
stashahada ya tehama katika usimamizi wa elimu DICTEM, stashahada ya usimamizi wa elimu jumuishi DMIE, stashahada ya usimamizi wa elimu ya amali DT-VET na kadhalika. Ndugu waandishi wa habari, programu hizi zimeundwa ili kukidhi mahitaji ya viongozi wa shule, maafisa elimu, wakaguzi wa shule na watendaji wengine wa sekta ya elimu. Mbali na kuwajengea uwezo washiriki maarifa ya kitaaluma, programu hizi huwapa uwezo wa kuongoza taasisi zao kwa kuzingatia msingi wa utawala bora, usimamizi wa rasilimali, uongozi wa kimkakati, usimamizi wa fedha, upangaji wa mipango ya maendeleo na matumizi ya tehama katika usimamizi wa elimu. Katika programu ya stashahada ya uongozi na usimamizi wa elimu DELMA, jumla ya wahitimu 8599 wamehitimu mafunzo yao kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2025. Hali kadhalika katika programu ya stashahada ya udhibiti ubora wa shule, jumla ya wahitimu 2263 wamehitimu masomo yao kwa kipindi cha mwaka 2016 hadi 2025. Wahitimu wa ADEM wamesheheni maarifa na ujuzi wa kutosha katika kuongoza taasisi za elimu ngazi ya shule, kata na hata katika ofisi za udhibiti ubora wa shule. Baadhi ya wahitimu kupitia programu za ADEM wanazosoma zinawapa fursa za kujiendeleza katika kozi mbalimbali ngazi ya vyuo vikuu, na wanapohitimu wengi wao wanatoa mchango mkubwa katika sekta ya elimu hadi ngazi za wizara na ngazi za mashirika ya kimataifa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali. Katika mwaka wa masomo 2025-26, jumla ya wanafunzi 2016 walidahiliwa, wakiwemo 1634 wa kozi ya DELMA na 382 wa kozi ya DSQA. Mchango wa ADEM katika mageuzi ya elimu. Ndugu wanahabari, Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu ADEM umeendelea kuwa nguzo muhimu katika utekelezaji wa mageuzi ya sekta ya elimu nchini kwa kuwajengea uwezo wa viongozi wa elimu kupitia mafunzo, tafiti, ushauri elekezi na machapisho ya kitaaluma. Kupitia huduma hizi, ADEM imechangia kuimarisha uongozi na utawala bora, kuboresha usimamizi wa taasisi za elimu, kusaidia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo pamoja na mitaala iliyoboreshwa, kuhamasisha matumizi ya tehama katika usimamizi wa elimu na kuimarisha utoaji wa ushauri wa kitaalamu unaosaidia maboresho ya sera ya elimu na mifumo ya elimu. Matokeo yake ni kuongezeka kwa viongozi wa elimu wenye uwezo wa kusimamia taasisi zao kwa ufanisi, uwajibikaji na weledi, hivyo kuchangia kuboresha ubora wa elimu na maendeleo endelevu ya taifa. Ndugu waandishi wa habari, katika vipindi tofauti tofauti, wahitimu wa ADEM wamekuwa na mchango mkubwa katika uongozi na udhibiti ubora wa elimu kwa kuonesha uwezo mkubwa wa kuongoza taasisi za elimu zikiwemo shule za msingi na sekondari. Shule nyingi migogoro imepungua, uwajibikaji na uzalendo umeongezeka na ufaulu kwa wanafunzi umeongezeka. Hii ni kutokana na uwezo mkubwa wanaoonyesha wa kusimamia rasilimali za shule, kumotisha walimu, kusimamia mafunzo endelevu ya walimu kazini MEWAKA, usimamizi wa jumuiya za kujifunza shuleni pamoja na uongozi wa ufundishaji na ujifunzaji shuleni, instructional leadership. Mafanikio ya ADEM. Ndugu wanahabari, kuongezeka kwa ufanisi wa uongozi bora na usimamizi fanisi wa shule. Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu ADEM umeendelea kupata mafanikio makubwa katika kuimarisha uongozi, usimamizi wa utawala wa elimu nchini. Katika kipindi cha utekelezaji wa majukumu yake, Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu ADEM umeendelea kuimarisha nafasi yake kama taasisi ya kitaifa inayosimamia maendeleo ya uongozi na usimamizi wa elimu nchini. Kupitia mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi, ADEM imewajengea uwezo maelfu ya viongozi wa elimu, wakiwemo wakuu wa shule, walimu wakuu, maafisa elimu, wadhibiti ubora wa shule na viongozi wengine wa sekta ya elimu, hatua iliyochangia kuimarisha uongozi, utawala bora na ubora wa utoaji wa elimu nchini. Ndugu wanahabari, kwa upande wa mafunzo ya muda mfupi, wakala katika kuimarisha uongozi na usimamizi wa elimu kupitia mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu unatekeleza mradi wa kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji kwa shule za awali na msingi. Mradi unaitwa Boost kupitia afua yake namba 8 inayosisitiza mamlaka za serikali za mitaa kukidhi vigezo vya utawala bora katika elimu. Lengo la afua hii ni kuimarishwa kwa uongozi na usimamizi wa elimu na utawala bora katika sekta ya elimu na kuhakikisha vigezo vya utawala bora vinazingatiwa shuleni. Mradi huu ni juhudi za serikali ya Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji kwa shule za awali na msingi nchini. Mradi huu umelenga kuboresha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji kwa shule za awali na msingi nchini. Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu ADEM ni moja kati ya taasisi za elimu zinazotekeleza mradi huo kwa kupatiwa kiasi cha shilingi bilioni 16,163,065,800 kwa miaka mitano kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za mradi wa Boost.
Fedha hizo zimetumika kwa ajili ya kuendesha mafunzo ya walimu wakuu wapatao 17,817, waratibu elimu kata 3,907, maafisa elimu mikoa na wilaya wapatao 208, pamoja na uandaaji na uchapishaji wa vitabu viwili ambavyo ni Kiongozi cha Mwalimu Mkuu School Management Manual na kitabu cha Utawala Bora wa Elimu katika Mamlaka za Serikali za Mitaa Local Government Authorities Educational Good Governance Manual. Ndugu wanahabari, kuimarika kwa ushirikiano kati ya sekta binafsi na mashirika ya kimataifa kwenye utoaji wa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu msingi. Wizara ya Elimu imeendelea kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi na mashirika ya kimataifa katika kujenga uwezo wa usimamizi kwa shule binafsi za umma na mashirika mbalimbali yanayofanya kazi na serikali katika eneo la mafunzo ya uongozi wa sekta ya elimu nchini. Na kwa kupitia mashirikiano kama hayo, ADEM imeweza kuandaa mafunzo yatakayofanyika kwa wakuu wa shule za sekondari nchi nzima kwa miaka mitano kuanzia mwaka huu 2026 hadi tutakapomaliza 2031. Kupitia mradi wa VVOB, hii ni taasisi ya kimataifa ambayo kwa kirefu chake inaitwa Education for Development. Wakala unakusudia kuendesha mafunzo kwa wakuu wa shule za sekondari pamoja na wasaidizi wao wapatao 12,000, maafisa elimu sekondari wilaya na maafisa elimu mikoa wapatao 210 na maafisa elimu kata 4,000. Mpaka sasa viongozi kwa programu hii ambayo tutahitimisha mwaka 2031, mpaka sasa tayari viongozi 608 wameshapatiwa mafunzo, na wanafunzi wa shule za sekondari ambao watanufaika na mradi huu ifikapo mwaka 2031 tunategemea ikifanyika kwa miaka hiyo mitano, idadi yao itakuwa ni 2,200,000 kama na 800,000. Wanafunzi hawa watapata faida ya mafunzo ambayo tutaifanya. Kadhalika VVOB ambayo ni Education for Development kwa kushirikiana na ADEM watatoa fursa za scholarship kwa viongozi mbalimbali wa elimu nchini, na ifikapo mwaka 2030 mradi huu utakuwa umeleta mageuzi makubwa kwenye ufundishaji na ufundishaji kwa kuwanufaisha wanafunzi kama nilivyosema 2,200,000 na 800,000 wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar, kwa sababu mradi huu utafanyika sio Tanzania bara, ni pamoja na Zanzibar. Mradi huu unafadhiliwa na Mastercard Foundation kupitia VVOB kama nilivyosema, Education for Development, kwa kushirikiana na sisi ADEM. Ndugu wanahabari, wakala pia umeendesha mafunzo ya uongozi na usimamizi wa shule kwa mameneja na wakuu wa shule zisizo za serikali wapatao 408 pamoja na mafunzo ya udhibiti ubora wa elimu kwa vyuo mbalimbali vya kati zikiwemo vyuo vya maendeleo ya jamii, yani folk development colleges. Wakala umetoa mafunzo ya kujengeana uwezo kupitia MEWAKA, mafunzo endelevu ya walimu kazini na moduli za kamati bodi za shule kwa maafisa elimu wa wilaya, yakidhaminiwa na International Rescue Committee na Plan International katika kambi za wakimbizi Kasulu na Kibondo. Wakala imetoa mafunzo ya udhibiti ubora na usimamizi kwa wadhibiti ubora wa taasisi za elimu ya juu na vyuo vya kati kwa nyakati tofauti tofauti. Ndugu wanahabari, ADEM pia imekuwa na mchango mkubwa katika kutambua mapungufu katika eneo la uongozi na usimamizi wa elimu kwa kufanya tafiti mbalimbali kuhusu uongozi na usimamizi wa elimu nchini. Mathalan, wakala umefanya tafiti kuhusu uongozi na usimamizi wa shule kwa walimu wakuu wa shule za sekondari na kutambua mahitaji yao mbalimbali kuhusu changamoto za uongozi na usimamizi katika shule na kutoa mapendekezo kwa mamlaka zinazohusika. Na tafiti zilizofanywa na wakala ni pamoja na utafiti kuhusu tathmini ya ufanisi wa mafunzo endelevu ya uongozi na usimamizi wa shule kupitia jumuiya za ufundishaji kwa walimu wakuu na maafisa elimu kata, changamoto zinazokabili uongozi, na utafiti mwingine ni juu ya kuboresha masuala ya uongozi na usimamizi wa elimu kwa kushirikiana na taasisi moja kongwe kubwa ya Afrika inayofahamika kama African Center for School Leadership, ACCSL. Matokeo ya tafiti hizi tulizozifanya na wadau mbalimbali akiwemo huyu African Center for School Leadership zimepelekea kupata mafanikio ya kupata fedha ambazo zimetolewa kwa watafiti wa masuala ya uongozi kwenye vyuo mbalimbali nchini ili kuongeza maarifa juu ya masuala ya uongozi na usimamizi wa bora wa elimu nchini. Vyuo vilivyonufaika na utafiti huo tuliofanya na African Center for School Leadership ni pamoja na University of Dodoma, University of Dar es Salaam, Open University of Tanzania, Dar es Salaam University College of Education, Mkoa University College of Education, St. John's University. ADEM yenyewe pia imefanikiwa kwa kupata watafiti ambao pia nao wamepata fedha pamoja na University of Arusha. Hizi ni taasisi ambazo zimefanikiwa kupata fedha baada ya sisi kufanya utafiti na wenzetu wanaitwa African Center for School Leadership. ADEM pia imefanya tafiti juu ya jumuiya za kujifunza
na namna zinavyoweza kuongeza ufaulu na ubora wa elimu, ushiriki wa wanafunzi wenye mahitaji maalum na namna wanavyosimamiwa na kuongeza ufaulu wao, na ujumuishwaji wa kijinsia katika usimamizi wa elimu unaoleta matokeo chanya. Kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ADEM pia inatoa ushauri wa kitaalamu na mpendekezo kwa wizara zinazohusika na elimu yanayosaidia kuboresha uongozi wa elimu na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu bora. Kwa mwaka huu wa fedha, wakala imepata kandarasi consultants work ya kuandaa mfumo wa uteuzi na upangaji wa viongozi wa elimu kwa Wizara ya Elimu na mafunzo ya amali kule Zanzibar, ambao mradi huu utafadhiliwa na World Bank kupitia International Development Association IDA. Mradi huu unasimamiwa na Wizara ya Elimu na mafunzo ya amali Zanzibar. Ndugu wanahabari, ADEM kwa kushirikiana na wadau mbalimbali huandaa machapisho na vitabu mbalimbali ili vitumike kama rejea au katika kuendesha mafunzo ya uongozi na usimamizi wa shule. Wakala uliandaa mwongozo wa kamati ya shule na kitabu cha uongozi na usimamizi wa uendeshaji wa ufundishaji na ujifunzaji kupitia michezo katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu kule Kasulu pamoja na Nduta kule Kibondo Kigoma, na kwa jamii zinazozunguka kambi hizi kwa kushirikiana na International Rescue Committee pamoja na Plan International. ADEM kwa kupitia mashirika kama Shule Bora na Vivyo Be Education for Development imeandaa pia matini za jumuiya za ujifunzaji na moduli za usimamizi wa elimu kwa viongozi wa elimu wa shule za sekondari. ADEM imetoa pia ushauri wa muundo wa kamati na bodi za shule unaozingatia uwiano wa kijinsia na makundi maalum ili kuimarisha maamuzi ya usawa katika kusimamia ubora wa elimu. Machapisho haya hutolewa kwa viongozi wanaosimamia elimu na wadau mbalimbali wa elimu ili pawe na mwongozo wa ufanyaji maamuzi katika masuala yote muhimu yanayohusu uongozi na usimamizi wa elimu katika taasisi wanazozisimamia. Aidha, ADEM imeandika kitabu kuhusu namna ya kufanya udhibiti ubora wa ndani shuleni, kikiwa ni mwongozo wa mwalimu mkuu kusimamia udhibiti ubora wa shule wa ndani katika shule anayoiongoza pamoja na moduli ya wajibu na majukumu ya mjumbe wa kamati na bodi ya shule. Moduli ya wajibikaji ya wajibu na majukumu ya mjumbe wa bodi ya vyuo vya walimu ni baadhi ya machapisho muhimu ambayo yameongeza ufanisi wa uongozi na usimamizi wa elimu nchini. Sambamba na hilo, ADEM imeendelea kuimarisha ubora wa mafunzo kwa kuanzisha matumizi ya teknolojia kupitia mfumo wa blended, kupanua programu za mafunzo zinazokidhi mahitaji ya sekta ya elimu na kufanya tafiti pamoja na kutoa ushauri elekezi unaosaidia maboresho ya sekta na mifumo ya elimu nchini. Aidha, wakala umeandaa machapisho mbalimbali ya kitaaluma yanayotumika kama rejea katika kuimarisha uongozi na usimamizi wa elimu. Katika ngazi ya ushirikiano, ADEM imeendelea kujenga mahusiano ya kimkakati na taasisi za ndani na mashirika ya kimataifa kama nilivyosema, ikiwemo Vivyo Be Education for Development kutoka Ubelgiji, ukilenga kutoa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu kwa wakuu wa shule, makamu wakuu wa shule zote za sekondari nchini, waratibu elimu kata, maafisa elimu wilaya na mikoa, wote kutoka Tanzania bara na visiwani. Kutokana na mafanikio hayo, ADEM imeendelea kutambulika kama taasisi kinara katika maendeleo ya uongozi wa elimu nchini na imepanua ushiriki wake katika majukwaa ya kikanda na kimataifa yanayojadili uongozi wa shule na mageuzi ya elimu kupitia ushirikiano wake na African Center for School Leadership, Vivyo Be ambayo ni Education for Development, Association for Development of Education in Africa, FAWE, pamoja na Education Sub-Saharan Africa. ADEM ni mwanachama wa majukwaa makubwa ya uongozi wa elimu Afrika na nje ya Afrika kama vile African Center for School Leadership, Association for Development of Education in Africa, lakini vile vile na China Africa Educational Institutions Forum. ADEM imeanzisha pia jukwaa kubwa la kitaifa kujadiliana na kubadilishana uzoefu juu ya uongozi wa shule Tanzania. Jukwaa hili lilianza kufanya kazi mwaka jana 2025 mwezi Oktoba, na mwaka huu 2026 mwezi Julai mashirika, wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka nchi za Afrika pamoja na vyuo vikuu na wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar ziliweza kushiriki kujadili ustawi wa usimamizi wa shule. Jukwaa hili pia lilitoa mapendekezo ya uanzishwaji wa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa shule ambayo itakuwa inatoa mapendekezo ya namna bora ya kufikia malengo ya sera na dira ya taifa 2050 kwenye usimamizi wa elimu. ADEM inashirikiana pia na International Institute for Educational Planning UNESCO, World Bank, UKAID, FDO, IRC, Aga Khan Foundation, Zhejiang Normal University kutoka China, Camfed Tenement, Project Zawadi, Plan International na taasisi nyinginezo nyingi ambazo ni wadau wa maendeleo. Ushirikiano huu umewezesha kuimarika kwa ubora wa mafunzo,
kupanuka kwa matumizi ya teknolojia katika ujifunzaji, kuongezeka kwa tafiti na kubadilishana uzoefu wa kimataifa katika maendeleo ya uongozi wa elimu. Aidha, wakala umeendelea kuboresha miundombinu yake kwa kujenga jengo la mafunzo katika kampasi ya Mbeya na kuanzisha mchakato wa ujenzi wa miundombinu ya kitaaluma wa kumbi changamani katika kampasi ya Bagamoyo ambayo zitakuwa na ofisi, kumbi za mihadhara, maktaba kwa ajili ya kuendeleza huduma za kitaaluma, ambapo hadi kukamilika kwake mradi huo utatumia kiasi cha shilingi bilioni 14. Maandalizi ya ujenzi wa kumbi za mihadhara katika kampasi ya Maza pia yanaendelea. Uwekezaji huu mkubwa unaimarisha uwezo wa ADEM unaimarisha uwezo wa ADEM kutoa mafunzo ya kisasa na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya viongozi wa elimu nchini. ADEM na mwelekeo kiutendaji kwa mwaka 2026-2027. Kuendeleza kufanya tafiti, impact evaluation studies, zinazopima matokeo ya mafunzo yanayofanyika na kuona changamoto na njia sahihi ya kuzitatua. Kuendelea kutoa mafunzo yanayojenga uwezo wa kiuongozi kuhusu utekelezaji wa mtaala unaojikita katika umahiri na ustawi wa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari binafsi na za umma. Wakala, kwa kutambua changamoto ya mapungufu kwenye nidhamu ya fedha kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, inashirikiana na TENMET pamoja na wadau wengine ili kuingiza maarifa hayo kwenye mitaala ya usimamizi wa elimu na kuleta nidhamu kwenye eneo la financial literacy. ADEM pia inaandaa programu itakayofanyika nchi nzima kwa kushirikiana na wadau ili kuimarisha mifumo ya tehama na kutoa mafunzo endelevu kazini kwa viongozi wa elimu. Mfumo wa utoaji wa mafunzo endelevu kwa viongozi wa elimu itasaidia kuimarisha utendaji kazi wa Tanzania Teacher Professional Board ambayo imeanzishwa hivi muda si mrefu na itategemea taasisi kama ADEM kwa ajili ya kufeed information. ADEM inaendelea na jitihada za kuongeza programu za ndani zinazolenga usimamizi wa elimu ya amali pamoja na programu ya uongozi wa elimu kwenye tehama utakaosaidia kuimarisha usimamizi na ufundishaji kwa kutumia mbinu za teknolojia ya kisasa. Kuongeza udahili wa wanafunzi kufikia 3500 wanaopatiwa mafunzo ya muda mrefu ya uongozi na usimamizi wa elimu kwa kuongeza idadi ya kozi tunazozitoa kwa kushirikiana na vyuo mbalimbali vya hapa nchini na nje ya nchi. ADEM inaandaa pia programu maalum kwa viongozi wa elimu zitakazopanua wigo wa kimataifa kwa kushirikiana na UNESCO. ADEM kwa kupitia programu hizi za kimataifa inalenga kujiuza kimataifa kwa kutoa mafunzo kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na ukanda wa kusini mwa Afrika, yani SADC. Kuongeza idadi ya washiriki wa mafunzo kutoka viongozi 5220 kwa mwaka hadi kufikia 7521 kwa kuendelea kuomba ufadhili wa serikali na wadau wengine. Kuongeza idadi ya machapisho kwa mwaka kwa kuongeza idadi ya tafiti tunazozifanya, kwa kuongeza ushirikiano na taasisi za ndani na nje ya nchi pamoja na kuhimiza wakufunzi kufanya tafiti na kutoa machapisho ikiwa ni eneo lao la kujiendeleza kitaaluma. Kuongeza ufadhili kwa wafanyakazi kujiendeleza katika fani zao zikiwa za muda mrefu na muda mfupi. Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa kuanza ujenzi wa kumbi changamani katika kampasi ya Bagamoyo na kuanza ujenzi wa kumbi za mihadhara katika kampasi ya Mwanza na kujenga jengo la utawala na uzio katika kampasi ya Mwanza. Kuongeza ushirikiano na taasisi zinazotoa mafunzo ya uongozi wa ndani na nje ya nchi. Ndugu wanahabari, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wetu wanaosimamia sekta ya elimu wakiongozwa na Mheshimiwa Waziri Profesa Adolf Mkenda, Naibu Waziri Wanu Hafidh Amiri, Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo na Naibu Katibu Wakuu Profesa Daniel Mush na Dr. Hussein Mohamed Omar kwa uwezo wao mahiri unaotafsiri sera kwa matokeo na kwa kuzingatia malengo ya Dira 2050. Uongozi wao mahiri umezifanya taasisi zinazosimamia elimu ikiwemo ADEM kuwa na mikakati inayofanikisha utekelezaji wa malengo ya elimu bora inayozingatia maarifa ya ujuzi. Tunampongeza pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. ADEM tunamwombea mafanikio katika kuliongoza taifa letu na kuleta mabadiliko chanya na ya wazi katika sekta ya elimu Tanzania. ADEM tutaendelea kuendesha mafunzo ya uongozi, usimamizi na ubora wa elimu kwa viongozi na watendaji wa sekta ya elimu ili kuchangia maendeleo hayo katika sekta ya elimu, na huo ni mwanzo mzuri wa safari ndefu ya mafanikio katika kukuza na kuendeleza sekta ya elimu nchini. ADEM itaendelea kushirikiana na viongozi waandamizi, wadau mbalimbali wa maendeleo, waandishi wa habari ili kutimiza ndoto za dira ya mwaka 2050 kwa kuwa na taifa lililoelimika, lenye ujuzi, linalohamasisha matumizi ya vipawa, teknolojia katika kuleta mageuzi ya kiuchumi na kufikia uchumi wa juu wakati ifikapo mwaka 2050. ADEM tupo tayari kupokea na kutekeleza majukumu yote
tunayoendelea kupewa na wizara zetu pamoja na wadau wote wa elimu. Karibuni sana ADEM Bagamoyo, Mbeya pamoja na Mwanza campus. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki ADEM. Asanteni sana kwa kunisikiliza.